Habari za wakati huu. Jina langu naitwa Alois Songelali Mpazi, mtendaji msaidizi katika mfuko wa elimu na mafunzo ya bahari Tanzania. Sekta ya bahari kama tunavyofahamu ni moja ya viungo au tuseme maeneo mahususi yanayotoa mchango mkubwa katika uchumi wa dunia kwa ujumla. Kwa maana ya kwamba taarifa za kibiashara katika majarida mbalimbali zinaonyesha jinsi ambavyo sekta ya bahari inasafirisha kwa kiasi kikubwa shehena kutoka upande mmoja wa dunia mpaka upande mwingine. Kwa ujazo ni takribani 90% na kwa uzito ni zaidi ya 75%. Kwa hiyo utaona ni kiwango kikubwa sana cha shehena mbalimbali. Na tunaposema shehena maana yake ni mahitaji, bidhaa mbalimbali, malighafi zinazopelekwa katika viwanda, lakini bidhaa ambazo zimeshakamilika tayari kwa ajili ya matumizi ya binadamu kutoka kwenye viwanda kwenda kwenye masoko. Na tutakumbuka katika makala kama hii mwaka jana tulizungumza sana kuhusu mchango wa mabaharia na tukatoa mfano wa maeneo kadha wa kadha wa duniani ambayo hayafikiki kwa usafiri mwingine isipokuwa kwa meli tu, na ndipo ikatengenezwa ile dhana muhimu inayosema kwamba bila usafiri wa maji, yani without shipping, sehemu fulani ya dunia ingeganda kwa baridi na sehemu nyingine ingekufa kwa njaa. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo shipping ni kiungo muhimu cha kusapoti sio tu ukuaji wa uchumi lakini hata maisha kwa ujumla. Na tunakumbuka kwa sehemu kubwa tukio la ugonjwa wa COVID mwaka 2019 mpaka 2020, jinsi ambavyo liliathiri kwa kiasi kikubwa usafiri kwa maana ya movement za watu kutoka upande mmoja kwenda mahali pengine, na dunia nzima ilifanya kitu kinachoitwa lockdown, yani kuzuia watu kusafiri, kiasi kwamba upelekaji wa mahitaji kutoka sehemu moja kwenda nyingine ikawa ni changamoto kubwa. Lakini usafiri wa maji peke yake ndio ulioweza kuendelea, na kwa kiasi kikubwa usafiri wa maji ulitumika kusafirisha vifaa tiba, madawa, lakini chakula na mahitaji muhimu ya kusaidia uchumi, lakini zaidi kusaidia maisha ya watu yaendelee. Mwaka huu wa 2026 tunaendelea kuadhimisha mchango wa mabaharia, kwa maana ya kwamba siku ya mabaharia, ama kwa kitaalamu kama ambavyo imeidhinishwa na shirika la usafiri wa maji duniani IMO kwamba the day of the seafarers. Na hapa tunarejelea kidogo historia ya siku hii. Mwaka wa 2010 wakati IMO na wanachama wake wamekaa kule Ufilipino, Manila, kwa ajili ya kurejea au kureview mtaala wa utoaji mafunzo na certification kwa mabaharia maarufu kama STCW. Katika mkutano huo lilipitishwa azimio la kukumbuka, kuheshimu, kuenzi mchango wa mabaharia, lakini kutambua riski pamoja na changamoto zinazowakabili mabaharia wakati wanapotekeleza shughuli zao. Kwa hivyo IMO ikapitisha azimio kwamba kila tarehe 25 mwezi wa 6 iwe ni siku maalum ya kukumbuka na kuenzi mchango wa mabaharia dunia nzima. Kwa hivyo nchi wanachama zimeweka utaratibu tofauti tofauti, kila nchi kwa namna inavyoweza au inavyoratibu uadhimishaji huu ili kutekeleza azimio hilo la IMO. Lakini kwa hapa Tanzania imekuwa ni kawaida au ada kwamba maadhimisho haya yanafanyika katika maeneo ya kimkakati, maeneo ambayo yana shughuli za usafirishaji wa maji kwa wingi. Kwa hiyo utaona maadhimisho yatafanyika Zanzibar kama mwaka jana, lakini mwaka huu maadhimisho haya yatafanyika Kigoma, na kwa sehemu kubwa yanakuwa yanahusisha shughuli zinazogusa kwa namna moja ama nyingine usafiri wa maji. Na tunapozungumza swala la usafiri wa maji, jambo muhimu au dhana kubwa sana tunaiangazia, kwanza namba moja ni usalama. Usalama wa watu wenyewe wanaotumia usafiri wa maji, usalama wa mizigo ambayo inasafirishwa kwa njia ya maji, lakini usalama wa mazingira kwa maana ya kwamba miundombinu yenyewe, sasa maji yenyewe, tunazungumzia swala la uchafuzi wa mazingira, vyanzo ambavyo vinasababisha mazingira ya maji yanakuwa na uchafu ambao unakwenda kuathiri hata shughuli za usafirishaji, lakini na shughuli zingine zote ambazo zinahusisha matumizi ya maji kwa maana ya kwamba ile ekolojia. Lakini tunaangazia pia usalama wa vyombo hivyo ambavyo vinasafirisha hiyo mizigo. Kwa hiyo hizi ndivyo vipaumbele tunavyovizungumzia.
Lakini sasa tunafanyaje katika kuhakikisha kwamba mambo haya yanaeleweka na yanafanyika kwa ufanisi ili kwamba yasirudishe nyuma mchango wa sekta ya usafiri wa maji? Ni katika kwanza kutoa elimu, watu waweze kuelewa. Hivi tunavyozungumza kwamba usafiri wa njia ya maji ni uti wa mgongo wa uchumi wa dunia, kila mtu akielewa dhana hiyo, manake atafanya mambo ambayo yanakuza, yana support ufanisi wa usafiri wa maji. Lakini kama mtu haelewi, anaweza kawa anafanya jambo si kwa kukusudia, lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu hajui, lakini kumbe jambo hilo linakwenda kurudisha nyuma au linakwenda kupinga jitihada chanya za kufanya usafiri wa maji uweze kuwa bora na wenye ufanisi mkubwa, kwa maana ya kwamba kuongeza usalama, lakini kuongeza tija katika uzalishaji mali na kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi wa kikanda, lakini uchumi wa taifa zima na uchumi wa dunia. Baada ya kuweka utangulizi huo mfupi, ni uweze kuzungumza nafasi ya mfuko Met-Fund katika jitihada hizi. Ninafanya hivi kwa muhtasari kwa sababu mambo ni mengi sana na sekta ni nyingi ambazo tuseme taasisi ni nyingi ambazo zinahusika, kwa sababu kuna watu wanahusika na huduma za bandari, kuna watu wanahusika na utoaji wa mafunzo na elimu, kwa mfano vyuo kama DMI, kuna DMTA, kuna Bandari College, kuna taasisi za polisi marini. Wote hawa ni wadau. Kuna KMKM kule Zanzibar, masuala ya uzamiaji, diving, na wengine wengi ambao kwa namna moja ama nyingine wanahusika katika kuboresha au kuongeza ufanisi na tija katika usafiri wa njia ya maji. Na hapa niweke wazi kwamba nimejikita zaidi katika swala la usafirishaji wa njia ya maji kwa sababu matumizi ya maji ni zaidi ya usafiri. Kuna masuala mazima ambayo kwa sasa yanajulikana kwa jina la uchumi wa blue au blue economy. Humo kutakuwa na utalii wa maji, kunakuwa na michezo, kunakuwa na uvuvi, kunakuwa na utafiti wa tunaita hizi renewable energy kama gesi ya asilia, lakini mafuta na nishati mbalimbali ambazo zinaweza kuzalishwa. Sasa hivi kuna uzalishaji wa umeme kwa njia ya upepo huko Bahari Kuu. Kwa hiyo matumizi ya maji ni mengi zaidi ya usafiri, lakini napenda nizungumzie zaidi kwenye upande wa usafirishaji kwa sababu ndilo eneo ambalo kwa sasa mfuko unaliangazia zaidi katika kutengeneza rasilimali watu yenye weledi ambao wanaweza wakafanya kazi kwa ufanisi katika sekta ya bahari hapa nchini, lakini na kimataifa, kwa sababu elimu inayotolewa hapa nchini na vyuo vya maritime inawaandaa watendaji ambao wanaweza kufanya kazi kimataifa, kwa sababu wanatumia mitaala ambayo inakubalika na kutambulika kimataifa. Kama alivyotaja mtaala mmoja wapo ni STCW, lakini tuna taarifa ambazo zina jitihada zinazoendelea za kuongeza mtaala mwingine. Sasa hilo sitalizungumzia kwa ndani sana kwa sababu sio eneo langu, na nadhani jambo ambalo bado liko katika maandalizi, lakini inawezekana sio muda mrefu tutapata taarifa za kuongezwa kwa mtaala mwingine wa kimataifa ambao hao nao pia utaongeza wigo wa Watanzania wanaopata mafunzo katika sekta ya bahari kupata vigezo, kupata sifa za kuwawezesha kupata ajira katika maeneo ambapo mtaala huo unatambulika. Kwa hiyo hilo naliacha akiba mpaka wakati mwafaka utakapofika, litazungumzwa na hasa zaidi na taasisi zenye mamlaka ya kulizungumzia. Lakini ni habari njema ya utangulizi ambayo inazidi kuongeza fursa katika sekta ya bahari, kwamba Watanzania wajiandae kusoma na kupata elimu katika sekta ya bahari, kwa sababu ndio sekta inayopanuka au inayokuwa kwa kasi, inaongeza fursa za ajira, inaongeza fursa za biashara na uwekezaji. Kwa hiyo kwa mfuko wa elimu na mafunzo ya bahari, kama ambavyo tunafahamu kwamba wajibu wake wa kimsingi ni kutoa ufadhili wa gharama za masomo katika sekta ya bahari, mwaka huu tunapenda tuunganishe wajibu wa mfuko na kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mabaharia ambayo inasema from policy to action. Naomba nirejee kama ambavyo imeandikwa katika website ya IMO, inasema from policy to action powering maritime excellence, na kwa tafsiri ya Kiswahili
isiyo rasmi inasema kutoka sera hadi utekelezaji, na subheading yake inasema kukuza ubora wa sekta ya bahari. Sasa kwetu sisi kama taasisi ambayo inatoa financial support katika education and training, tunapozungumzia swala la kukuza ubora wa sekta ya bahari, maana yake ni utoaji wa elimu bora, elimu ya juu. Tunazungumzia weledi, yani competence, watu ambao watakuwa na sifa za kufanya kazi katika sekta ya bahari kwa viwango vinavyokubalika kimataifa. Na tunafahamu kwamba mafunzo na elimu katika sekta ya bahari ni ghali sana, ni gharama, na ndio maana kipaumbele chetu cha kwanza imekuwa ni kuviwezesha vyuo au taasisi za mafunzo za hapa nchini kujenga uwezo wa kuweza kutoa elimu ya bahari kuanzia level za chini lakini mpaka level za juu, kwa sababu Mtanzania akisomea katika vyuo vya hapa nchini atasoma kwa gharama nafuu kuliko kwenda kusoma katika vyuo vya nje. Na tunapozungumzia kwenda kusoma kwenye vyuo vya nje ni zile elimu za juu sana. Kwa mfano tu mmoja ambao ni tunasema mfano hai wa mwanafunzi ambaye anaendelea na masomo ya sekta ya bahari kwa vitendo. Na hapa maana yake nataka niweke wazi kwamba mafunzo ya sekta ya bahari yana sehemu kubwa mbili. Utasoma chuoni ambapo utasoma nadharia au utasoma zile concept, lakini lazima utafanya mazoezi kwa vitendo melini ili kuweza kupata sasa ule ujuzi ambao unahitajika, na baada ya kuhitimu mafunzo haya ya vitendo utafanya mtihani ambao utaweza kupata sasa daraja linalohusika. Kwa hiyo mafunzo ya sekta ya bahari yana nadharia pamoja na vitendo maarufu kwa jina la sea time. Mafunzo haya ya sea time yanapatikana melini. Ni kweli vyuo vina mitambo ambayo inawasaidia wanafunzi kupata ile practical experience au practical familiarization ya mitambo pamoja na vitendea kazi mbalimbali vinavyopatikana melini maarufu kwa jina la simulators. Lakini simulator inatoa kwa sehemu mafunzo na huo uzoefu ambao lazima sasa mwanafunzi ili aweze kufanya mtihani wa tunaita oral examination na kupanda daraja au kupata daraja analostahili, lazima aende melini afanye kazi kwa vitendo kwa muda ambao umepangwa kulingana na mtaala na pia katika mazingira, kwa maana ya kwamba ukubwa wa meli anayofanyia na kwa sehemu zote, upande wa deki yani manahodha na upande wa mitambo au marine engineers. Na pia kama nilivyosema, aina ya safari za meli, kwamba kuna meli zinazofanya safari mwambao lakini kuna meli zinazofanya safari bahari kuu. Kwa hiyo sitaingia sana kwenye details za mitaala, lakini napenda tu kuweka hiyo wazi ili kuweza kuhusishanisha na gharama za mafunzo hayo. Kwa hiyo kwa mwanafunzi anayekwenda kufanya mafunzo kwa vitendo melini, kwa sasa kwa mfano mwanafunzi ambaye tayari ni mnufaika wa METFund na METFund inalipa gharama hizo ambazo hazipungui kiasi cha milioni 18. Nilikuwa na angalia mkataba wake hapa kwamba anatakiwa awe analipa kiasi cha shilingi milioni 1.5 kwa kila mwezi, na mafunzo yake yanachukua miezi 12 kwenye meli ambayo ina ukubwa wa gross tonnage 5,000 na inafanya safari zake katika mwambao wa Afrika Mashariki, ruti za kuanzia Dar es Salaam, Zanzibar, Mombasa na Lamu. Kwa hiyo utaona katika meli hii ya safari za mwambao yenye ukubwa wa tani zisizopungua 5,000 kwa miezi hiyo 12 gharama zinafika mpaka milioni 18 kama angelikuwa analipa mwenyewe binafsi mfukoni. Na tunafahamu mahitaji ya kijamii, mtu kama huyu anaweza akawa na familia na watoto wanasoma, analipa ada pamoja na mahitaji mengine. Fedha hizi milioni 18 ingekuwa ni mzigo mkubwa sana, lakini kwa sababu mfuko upo, umefanyika utaratibu ambao umeidhinishwa na sheria pamoja na mamlaka inayosimamia mfuko, yani bodi ya mfuko, ameweza kupata udhamini huu ambapo unamwezesha kukamilisha mafunzo haya bila kuwa na stress, bila kuwa na changamoto za kiuchumi. Na anapokamilisha mafunzo haya anapata lile daraja analostahili kupata. Kama atakuwa ni mafunzo labda ya class 3 au class 2-1, akishamaliza anakuja kupata cheti chake cha ubora, yani ile certificate of competence. Sasa
ni mfano mmoja mzuri ambao unaonyesha jinsi ambavyo mfuko umekuwa suluhisho la changamoto za gharama za mafunzo na masomo katika sekta ya bahari. Kwa hivyo kwetu sisi tafsiri hii ya kutoka kwenye sera mpaka kwenye utendaji inapata maana sahihi ya kwamba tulianza na maono, hizo vision, kwamba tunahitaji kutengeneza capacitated human resource katika maritime sector, lakini tukaweka chini mipango, tukakusanya resources, tukaziwekea utaratibu mzuri wa kuzimanage, na sasa zinaingia katika utekelezaji, kwenda kulipa hizo gharama na mtu apate elimu, apate certification, arudi kufanya kazi katika sekta. Na kwa taarifa ni kwamba huyu ni mwalimu katika chuo kimojawapo cha sekta ya bahari hapa Tanzania. Kwa hiyo anapopata huu uwezo, akirudi mtu kama huyu anakuwa ni trainer ambaye anaweza akafundisha mabaharia wa ngazi ya chini sasa ambao wanajiunga katika sekta. Kama hawa mabaharia wangekuwa wanakwenda kusoma kwenye vyuo vya nje, gharama zake zisingeweza kupungua milioni 9 na kuendelea. Lakini kwa hapa Tanzania, kozi za awali, kozi za msingi za usalama katika sekta ya bahari, gharama zake ni takriban shilingi 880,000. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo tunaweza tukatengeneza mwalimu mmoja akawa na sifa za kuweza kufundisha hawa mabaharia wa msingi. Kwa hiyo badala ya kila Mtanzania kutafuta milioni 9 aende kusoma Egypt, aende kusoma Ghana, aende kusoma Afrika ya Kusini, Mtanzania huyo atahitajika kutafuta shilingi 870,000 tu aweze kusoma hapa hapa Tanzania. Na vyuo hivi vya mafunzo vinatengeneza kozi zinazoitwa kozi maalum au tailor-made kwa lugha ya Kiingereza, ambazo zinawawezesha walimu kuwafuata wanafunzi mahali walipo. Na maadhimisho haya yanayofanyika Kigoma, mojawapo ya lengo lake ni kuweka hamasa ya uelewa au awareness kwa watu wa Kigoma wenye mahitaji ya mafunzo hayo, ili kwamba vyuo viweze kupeleka walimu pale waweze kupatiwa mafunzo ya kukidhi mahitaji ya msingi ya usalama katika usafirishaji wa maji, na waweze kufanya kazi sasa katika vyombo hivyo vya usafiri wa maji kwa tija na kwa matokeo chanya zaidi. Taasisi inayosimamia usafiri wa maji hapa Tanzania, yani Tanzania Shipping Agency Corporation au TASAC, mojawapo ya malengo mkakati yake ni kufuta kabisa ajali za katika sekta ya usafiri wa maji. Wamejiwekea kauli mbiu inayosema kwamba ni zero accident in maritime transport or maritime operations. Mojawapo ya njia sahihi ya kuweza kufikia lengo hilo ni kuhakikisha kwamba watendaji, yani hawa operators katika sekta ya usafiri wa maji wamepatiwa mafunzo na kuthibitishwa, yani training and certification. Kwa hiyo unapokuwa na mikakati ya kuweka wigo mzuri au ya kuweka mazingira rahisi ya watu kupata mafunzo, manake kwamba unaitafsiri nadharia hii ambayo iko katika sera ya kuhakikisha kwamba usafiri wa maji Tanzania unakuwa wa usalama kwa kiwango cha 100%, unaiweka katika utekelezaji, katika vitendo. Kwa maana ya kwamba upatikanaji wa elimu na mafunzo unakuwa sio kikwazo kwa maana ya gharama. Gharama zinakuwa ni nafuu ambazo kila Mtanzania anaweza kuzimudu, lakini pia tunashirikiana na wenzetu hawa watoa elimu kuhakikisha kwamba msukumo unakuwa mkubwa wa kupeleka mafunzo haya mahali walipo watu, kuliko vyuo vingi sasa hivi viko Dar es Salaam, kwa maana DMI na ile Dar es Salaam Maritime Training Academy, lakini watakapoweza sasa kuwafikia wahitaji wa mafunzo haya kule mahali walipo kwenye bandari zetu kama alivyosema Kigoma, Mtwara, Tanga na maziwa makuu, kwa maana ya kwamba Victoria, yani Mwanza kule ziwa Victoria pamoja na Bukoba, utoaji huu wa elimu na mafunzo utakuwa watija, utakuwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hivyo lengo la kupunguza ajali katika sekta ya usafiri wa maji litaanza kuwa la uhalisia, kwa maana ya kwamba waendeshaji wa vyombo hivyo watakuwa wamepatiwa mafunzo. Lakini si waendeshaji tu, hata abiria wanaotumia usafiri huu wanapatiwa mafunzo ya namna ya kufanya kujiokoa pindi wakati wa majanga yanapotokea, utumiaji wa vifaa vya uokoaji kama yale maboya, lakini utoaji taarifa wakati labda kunapokuwa na changamoto, kwa maana ya kwamba ajali ya usafiri wa maji inapotokea si lazima ifikie katika kiwango cha watu kupata madhara, lakini hata vile viashiria kwamba ajali inaweza ikatokea, vikitolewa taarifa mapema, inaweza ikazuiwa kwamba ajali isitokee. Kwa hiyo watu wanapopewa elimu, wanapopewa awareness, wanakuwa wamejiandaa na kuweza kutoa ushirikiano ili kwamba kuendelea kuboresha usafiri wa
njia ya maji. Na kama tulivyosema kwamba usafiri wa njia ya maji unapokuwa salama na bora, unaharakisha na kuongeza kasi ya maendeleo kwa maana ukuaji wa uchumi. Tulipata taarifa kwa muhtasari tu kule katika ziwa Tanganyika Kigoma kwamba watumiaji wengi wa usafiri wa njia ya maji ni wafanyabiashara kutoka nchi jirani kule upande wa Kongo DRC, ambako tunafahamu kuna shughuli kubwa za uchimbaji wa madini. Kwa hiyo wale watu wakifanya biashara zao za madini, na kwa bahati mbaya kutokana na hali ya kijiografia ya Kongo ilivyo, shughuli za uzalishaji mali sio nyingi, kwa maana hakuna kilimo, hakuna viwanda vya vifaa vya majumbani, hizi tunaita home appliances, electronics, furniture na kadhalika. Kwa hiyo wanahitaji kuja upande wa pili, yani upande wa Tanzania, kwa ajili ya kufanya manunuzi ya vitu mbalimbali, chakula pamoja na mahitaji mengine. Kwa hiyo wale watu wanahitaji usafiri kwa kiwango cha juu sana kuja huku na kurudi wakiwa wameshanunua. Lakini taarifa zinaonyesha kwamba kutokana na kwamba operators wengi katika ziwa Tanganyika ni watu wa asili, watu ambao wamezaliwa pale, amekuta kuna biashara ya usafirishaji, anatumia mtumbwi, na mitumbwi mingi ni hii ambao haina ubora. Kwa hiyo kuna majanga yanatokea, ajali zinatokea, watu wanapoteza vitu vya thamani kwenye ziwa, na bahati mbaya wengine wanapoteza hata maisha kwa sababu wengine kunakuwa hakuna mafunzo ya uokoaji, lakini hata vyombo vya uokoaji ni vichache. Tunapongeza sana jitihada za hii mamlaka ya usimamizi wa usafirishaji wa maji nchini kwa kupeleka boti ya uokoaji katika ziwa Tanganyika na ziwa Victoria. Boti hizi zitasaidia sana kuhakikisha kwamba hata pindi yanapotokea majanga, basi wanakuwa wako tayari na karibu kwa ajili ya kutoa msaada wa uokoaji. Lakini kikubwa zaidi ni kutoa elimu kwamba operators wenyewe wakiwa trained, wakiwa competent, manake ni kwa uchache sana uwezekano wa ajali unaweza ukatokea. Lakini hata ajali zikitokea, basi wanakuwa na mafunzo ya utayari kwamba kunakuwa na vifaa mbalimbali vya kuweza kusaidia watu kusurvive katika maji na mpaka baadaye kuweza kufikiwa na kuokolewa, lakini na watu wenyewe pia kuweza kujua matumizi ya vyombo hivyo vya survival katika usafiri wa maji, ili kwamba pindi ajali inapotokea basi madhara yaweze kuwa ya chini sana, kusitokee vifo, kusitokee upotevu wa mizigo, kusitokee uharibifu wa mazingira, kusitokee kupotea au kuharibika kwa vyombo vyenyewe, na mwisho wa siku watu waendelee kutumia fursa hii ya usafirishaji wa njia ya maji. Naweza nikagusa kidogo kwamba matarajio ya baadaye ya ukuaji wa uchumi kwa kulinganisha na mchango wa usafirishaji si tu wa sekta ya maji, lakini kwa dhana nzima ya usafirishaji, kwa maana ya kwamba supply chain ambayo inakuwa ni katika lugha ya kitaalamu tunasema multimodal transport, kwamba tunafahamu kwamba kama alivyosema pale mwanzoni kwamba usafirishaji wa maji unawezesha usafirishaji wa shehena kutoka bara moja kwenda bara jingine. Kwa hiyo umbali mrefu lakini shehena kubwa kwa gharama ndogo. Na shehena hizi zinapofika kwenye bandari, kwa mfano sisi hapa Tanzania, bandari yetu ya Dar es Salaam, kama watumiaji wake ni wa nchi jirani kama Zambia, Malawi, Kongo DRC, Burundi, Rwanda, Uganda, panahitajika usafiri wa nchi kavu ambao kwa sehemu kubwa tunatumia barabara. Lakini tunapongeza juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano kuimarisha au kukamilisha ujenzi wa standard railway gauge ambayo itaongeza kasi na ukubwa wa shehena kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda nchi jirani kama Kongo DRC na Rwanda, Burundi, Uganda, na upande wa kusini huku nchi za Zambia na Malawi. Ingawa huko tunafahamu tayari kuna reli ya Tazara, na yenyewe tunajua kuna harakati zinazoendelea za kuiboresha na kuifanya iweze kufanya kazi kwa ufanisi, kwa tija kisasa zaidi. Lakini kwa bahati nzuri nchi yetu hii ya Tanzania imeunganishwa na maziwa. Upande ule wa magharibi kama tunavyosema ziwa Tanganyika, lakini upande wa kaskazini kuna ziwa Victoria, na upande wa kusini kuna ziwa Nyasa. Kwa hiyo katika maziwa haya pana umuhimu sana wa kuboresha usafiri wa njia ya maji ili kuwezesha kwamba shehena hizi zinazotoka katika bandari ya Dar es Salaam zikishasafirishwa kwa njia ya treni ama barabara zikafika katika bandari za haya maziwa niliyoyataja, basi ziweze kuingia katika vyombo vingine vya usafirishaji wa njia ya maji kwa haraka, kwa usalama, na kuweza kufikia masoko
lakini hali kadhalika malighafi zinazotoka katika maeneo haya ambayo nimeyataja, nchi zinazozunguka Tanzania, nazo pia ziweze kusafirishwa kwa haraka kuingia katika miundombinu ya nchi kavu na hatimaye kufika kwenye bandari zetu za mwambao wa Afrika Mashariki na kuelekea kwenye masoko ya dunia ambako mara nyingi ni malighafi zinazotumika katika viwanda kule. Ngawa katika dhana ya supply chain, usafirishaji huu wa malighafi tuna discourage kwa maana ya kwamba kwa lugha tu ya kitaalamu tunasema ni kama kuexport kazi, kuexport jobs, kwa sababu kama tungechochea zaidi uendelezaji wa malighafi hizi, yani kwamba processing yake ifanyike hapa nchini, maana tungetengeneza ajira nyingi zaidi, kwa maana ya kwamba uendelezaji huo unafanyika katika viwanda. Kwa hiyo tunge encourage viwanda vingi, alafu pia tungeongeza thamani ya yale mazao, kwa hiyo tungeyauza nje kwa bei kubwa zaidi. Lakini tunajua ni process ndefu na maono hayo yapo na wadau wako wengi wanayozungumzia, na naamini ni juhudi zinazoendelea, lakini sisi kwa sasa tunazungumzia tu ile efficiency ya usafiri, kwa sababu hata huko tutakapo achieve nako tukaanza kuprocess mazao yetu kufikia kwenye semi finished ama finished goods, bado tutahitaji kuzisafirisha kwenda kwenye masoko ya kimataifa, masoko ya duniani kule. Kwa hiyo hapo lazima swala la usafiri linaingia, na usafiri ambao tumeona wenye tija, wenye gharama nafuu, wenye uwezo wa kubeba shehena kubwa kwa muda mfupi ni usafiri wa njia ya maji. Lakini usafiri huu wa njia ya maji, ufanisi wake unatokana na watendaji wenye weledi, competent operators katika maeneo mbalimbali, na hususan sasa tunazungumzia mabaharia. Kwa hivyo kama tunavyorejea kusisitiza kauli mbiu ya kuenzi mchango wa mabaharia kwa mwaka huu, from policy to action to empower excellence katika maritime transport, sisi Metfund tunatoa wito kwa mabaharia wenye sifa za kwenda sea time kufika Metfund, kufuata utaratibu uliowekwa na kupata financial support, ili kusiwe na kikwazo tena cha kuundergo sea service au sea time training, na waweze kupata competence, warudi kufanya kazi kwa tija katika sekta, warudi kufanya kazi katika vyuo kwa ajili ya kuendelea kuelimisha Watanzania wengine wanaohitaji elimu ya msingi ya usalama, lakini kufanya kazi katika mamlaka zetu zinazosimamia usafiri wa majini Tanzania kama TASAC, na kufanya kazi kwenye kampuni na taasisi mbalimbali zinazojihusisha na maritime operations, yani kwenye makampuni ya meli, kwenye mamlaka ya bandari na agency mbalimbali ambazo kwa namna moja ama nyingine zinahusika katika ukuaji na uboreshaji wa usalama na tija katika usafiri wa maji. Niwatakie kila laheri na maadhimisho mema ya Seafarers Day kwa mwaka 2026 pale Kigoma. Karibuni sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.